ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Atakaye mcha Allah wanawake miongoni mwenu, atakaye nyenyekea kwa ajili ya Allah, dini inatakaje, na kasoma kwa mume wake sawa sawa kwa ajili ya Allah na mtume, na akatenda vitendo vizuri, nutiha ajraha marratain, yeye atapewa malipo mara mbili tofauti na wale watu wa kawaida. Wa atadna laha rizqan karima, na ataandaliwa riziki tukufu kabisa. Ya nisa an-nabi, enyi wake wa mtume, lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi hamko sawa na mmoja yote katika wanawake wa kawaida, kwa sababu mmeolewa na mtume Muhammad. Qur'ani inawaambia wakeze mtume wasibweteke, lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi si katika mfano wa mmoja yote miongoni mwa wanawake. Nyinyi mmeolewa na mkubwa na nyinyi ni wakubwa, heshima yenu ipo juu sana. Tunakuja daraja la pili, enyi wake wa mashekhe, wallahi nyinyi hamko sawa na wanawake ambao si wa mashekhe. Lazima tunataka tupate tofauti ya mke wa ustadhi na mwanafunzi. Mke wa ustadhi na mwanafunzi lazima. Tutatofautisha vipi? Tuje kwenye jambo la stara. Tuje kwenye jambo la stara. Hapa kwenye stara nisikilizeni kwa umakini sana. Enittaqaitun, ikiwa mtaamua sasa serious kumcha Allah, fala takhdha'na bilqawl. Stara ya kwanza, wanawake msizivunje vunje sauti zenu. Jana mimi nyumbani niliwaambia wake zangu, mkiita watoto wenu hakikisheni asitokee mmoja yote humu sauti yake ikasikika. Na usiniambie mbona sijui radio fulani mwanamke anatangaza. Sauti ya mwanamke ni makosa. Hapa fala takhdha'na bilqawl, mwanamke akiongea ile sauti yake hatakiwi kuivunja vunja, iwe ni salamu iwe ni kitu gani kwa mtu wa janib. Baadhi wakatafsiri sasa kama ameongeleshwa aongeeje mwanamke. Sasa kabla sijaanza kufasiri hapa, twendeni kwenye mambo ya fiqh. Fungua kitabu cha Bulughul Marami, katika milango ya sala kule, imamu akituswalisha hapa, akikosea lazima akumbushwe, na king'ora chetu cha kumkumbusha ni kusema subhanallah. Imamu kazidisha rakaa, kapunguza rakaa, kakata tahiyatu pasipopasa, inatakiwa mnasema subhanallah. Ndio maana ikiwa umechelewa sala usiseme subhanallah, utamchanganya imamu. Hiyo ndio kengele yetu. Umekosea wapi? Wewe sema tu alhamdulillah, Allahu akbar, atakusubiri, usiseme subhanallah. Sasa mtume anasema ikiwa imamu amefail, akasema mtume atasbihu lirrijal wa tasfiku linnisa. Fiqh hiyo. Tunasali na wanawake msikitini, akikosea mwanaume kakumbuka aseme subhanallah, ndo atasbih lirrijal. Lakini mara nyingine wote tusikumbuke, kakumbuka mwanamke ana haki naye ya kukumbusha, asituache tunasali katika makosa. Sasa mwanamke anakumbushaje? Ile sauti yake msikitini mtume kakataza, asema tasfiku linnisa, mwanamke apige kofi, sallu ala nabii, mwanaume aseme subhanallah. Lakini mwanamke asione watu wamekosea, jamani subhanallah, hakuna hiyo, apige kofi tu. Na wewe ukisikia hivi kofi,
ujue hapa kuna mistake. Hapo hamjaridhika kwamba mwanamke hayuko huru, hata kama anatusomea mashairi huko kwa TV, hamjaridhika tu. Hasemeni. Kwa sababu anaweza akatoa ile sauti yake tu akahuri watu msikitini. Sasa hapa fala takhdha'na bilqawli. Kama wewe shekhe mke wako ni MC, chukua hii habari sasa. Sivunje sauti. Sasa atazungumzaje? Ndo baadhi akasema ikitokea dharura ya kuzungumza, mmoja kati ya vidole vyake ili sauti isijivunje aingize kwenye shavu. Shemeji za asubuhi, asiseme tu nzuri, aseme nzuri. Mmeona? Nzuri. Hata wewe kwa mfano unamwongelesha mwanamke. Nilikuwa na shemeji yangu asojua jambo. Wacha nimshambulie tu nimalize. Shemeji yangu huyu nilimpika dada yangu katika dawa akaiva, akawa na jadhba, wanawake wanafuata. Sasa yule shemeji yangu kamleta rafiki yake nyumbani. Sasa walipofika pale anamuita mke, mama fulani njoo basi tuna ageni. Akashangaa kwanza, kwa sababu dada yangu alikuwa full dini. Ndio maana Qur'ani iko wazi, mchawi awe mchawi mwenzie, mlevi na mlevi mwenzie, mcha Mungu na mcha Mungu mwenzie. Shekhe, wewe ni mcha Mungu, wewe mwizi pandaendeka? Hapawezi kuendeka. Lakini wewe ukiwa mwizi, ukiwa mwezi mwenzio, mambo mazuri. Unaenda Kariakoo kuwaibia watu. Ukifika kule, ola hamna kitu. Leo nitakula nini? Unakuja unaambia wife, leo mambo magumu. Mungu hajanibariki, sijapata mtu wa kumuibia. Maana na wezi wanaomba Mungu. Akamwambia usiwe na wasiwasi, nimepika mme wangu. Umepika? Naam, alhamdulillah nimepika. Umepata wapi? Nilivyoona naona upigi simu, urushi pesa, nikaenda pale dukani kwa mgozi pale. Nilipofika pale gengeni nikamwambia, "We Mangi, naomba hebu niangalizie zile nyanya chungu zile." Alipogeuka kule, akapo langu nikaokota nyanya maji nikaficha. Hebu na kule kile kisamvu, kaokota samaki nikaficha. Kutizama kapu limejaa. Bwana nitakuja baadaye. Nikamuibia. Angalia mwizi. Bwana wewe hatari sana wewe. Anafly. Lakini uwe mwema, patalika hapo, patachimbika. Unalisha haramu mimi, lakini yeye anashukuru. Sasa dada yangu yule akaitwa rafiki wa mume wake, na yeye akaitwa pale. Atambulisha, bwana wewe ndio mke wangu bwana. Yule bwana wewe, ambia si utoe basi hicho kitambaa usoni. Ambia mke wake avue, ambia mume wangu nitavuaje bwana. Sasa yule dada yangu eti ni kesi, shemeji gani huyu? Anakuja eti nisuruhishe. Sasa yule dada yangu alipokuja yule rafiki wa mume wake akachange sauti. Shemeji, watoto hapa jambo. Hao wazuri wote wazima. Yule bwana alikasirika kweli. Unaletea mambo gani ya kijinga we? Unataka nionekane na mwanamke anajisauti la ovyo na kati una sauti nzuri, mwanamke legeza. Ambia nitalegeza kwako. Haya kanifundisha kakaangu. Yule bwana kashindwa. Na hii ndio dini. Wallahi nipo makama ya Mtume Muhammad. Si kwamba najisifu, ila namsifu alofanya hivi. Namsifu alofanya hivi. Kwani mwingine mke wangu siku moja alivaa miwani. Anatumia miwani. Na nikab tunatoka tunaenda Ijumaa. Hapo ndoa mpya. Nikamwambia wewe kifaa changu au? Yaani umependeza, mtoto unawaka. Twende barabarani waone kifaa hichi. Basi akavua ile miwani akatia kwa pochi. Wallahi akanambia, kama ninapendeza mimi sitaki watu wanione nimependeza, nataka nionekane vibaya nje. Tukirudi nitakuvalia kama unapenda. Swallu ala nabii.
Hizi ndo mali hizi, hizi ndo mali hizi. Basi nilimpa thamani kubwa sana, thamani ya hali ya juu. Fala takhdha'na bilqawl, msiregeze sauti zenu. Fayathma'a alladhi fi qalbihi marad, Allah anasema wataanza kutamani wale ambao moyoni wana maradhi. Leo shekhe, utashangaa unakuta vijana tu mtaani wamezunguka wake wa mashekhe wamekaa nao hivi hivi. Hilo ni kosa kubwa. Upande wa pili, tuje upande wa stara. Hapa mnipe masikio. Amir al-Mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, siku anaenda nyumbani kwa Mtume Muhammad. Mtume ni mkwewe, kwa hiyo wakeze ni watoto wake. Alivyokuja akatizama wale wake zake, kaja akamwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi nikipiga mahesabu aliingia kilini, hivi wake zako wanavyovaa na wake zetu, bora kungekuwa kuna differenti. Wanafaaje hivi wake za mtu mzima bwana? Allah kaliona, kashusha aya, ya ayuhan nabii, ewe nabii, kulli azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, yudhnina alaihinna min jalabibihinna, wajimiminie majilbabu yao, wavae majuba yasoonesha mwili. Amri ya hijabu ikaja. Tena hijabu ina sharti nyingi jamanini. Ukimwacha huyo Sheikh Saleh Farsi peke yake katika tafsiri nyingi zikizungumzia mambo ya nikabu zinasema mwanamke avae kabisa nikabu illa ainun wahida, aache jicho moja tu, yani hata ile nikabu ashushe pazia afu aache moja kwa ajili ya kuona njia. Wewe hapo yule mke wake anaonekana mpaka maungo ya mikono hivi, amevaa mkanda mpaka tumbo unaliona, afu ile mkanda una I love you hapa. Mke wa mwalimu unaona mpaka mistari ya nguo ya ndani. Hii si heshima. Tena hilo jicho moja lenyewe lisiwekwe vitu vya fitna, lisitindwe nyusi ambazo ni laana, lisiwekwe mawanja watu wakaliona. Hilo jicho moja. Sheikh Saleh Farsi ndo asema anaweza akachia uso na vitambaa vya mikono, lakini tizama hata kwenye Jalalaini katika tafsiri, mwanamke stara lazima. Siku moja kuna mwanamke mmoja alinifuata, akanambiaje? Akanambia, Shekhe, kwani uso ni haramu kuacha wazi? Hata Sheikh Saleh Farsi kaeleza unaacha uso. Nikamwambia barabara, hatuwezi sisi kumkosoa shekhe mkubwa kama Sheikh Saleh Farsi kadhi, hatuwezi, hatuna elimu hizo. Lakini nikamuuliza mujarrad sual, we mume wako mpaka anakuja kukuoa alikupendea nini? Alikutizama wapi? Visigino? Ambia alitizama sura yangu. Nikamwambia basi hiyo sura itatizamwa na wengi, sasa ashakuona, ifiche au anaiona yeye tu basi khalas. Hilo swali la wazi. Tunawatamani wanawake kuwaona sura, na hapo mtu ndo anakugrade mtu, mke wake mbovu, mke wake mzuri. Hizi fitna zote zisionekane, wafichwe stara. Sasa stara ya mwanamke akijistiri, hata zile nguo zake zile hasa, zile nguo zake ikiwezekana zisichanganywe zile rangi, kwa sababu ni fitna. Si lazima avae nyeusi, kama nyeupe basi juu mpaka chini, mpaka mwendo wake mwanamke. Kana fajat ihdahuma kana tamshi ala istihya. Mwanamke pia akitembea itakiwa atembee hatua ndogo ndogo, kwa sababu mwanamke anaruhusiwa kuvaa mabangiri ya dhahabu yapige kelele kama zile bangiri za Masai, lakini hana ruhusa ya kusikika na mwanaume asiokuwa wake. Kwa hiyo ni makosa kumuona mwanamke matiti amevimba kwa nguo alizozivaa, kumuona mke wa mwalimu amejipura vizuri, haifai. Ndio maana tunawalaumu wale watu. Leo nilialikwa mimi katika hadhara
hadhara hii niliambiwa kuna maulidi ya kina mama mkoani. Nikasema sasa shekhe, kama maulidi ya kina mama mimi wanialikia nini? Kwa sababu tushawahi kualikwa maulidi hizo, unakuta kina mama wamejipura kisawasawa. Haifai sisi kwenda sehemu hiyo, waachieni maulidi yao. Mnafuata nini nyie wa baba? Na kwa sababu wako wenyewe, waachie wajipure wanavyotaka. Mnaenda kutoa mawaidha, nyie wenyewe itakiwa mpewe mawaidha kwanza. Naenda kuona wake za watu, mawaidha gani hayo? Lakini yule bwana akaniambia ina nidhamu, wala haifanyiki hotelini, holini iko nje. Iko nje. Kwa hiyo kipindi cha nasaha ni watu wanastiri stara zao. Sa Allah anasema fala takhdha'na bilqawl fayathma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Msivunje vunje sauti, kazeni sauti. Lakini pia ili asitamani yule ambaye katika kifua chake kuna maradhi na kuna watu wana matamanio makali, na mseme maneno yaliokuwa mazuri. Waqarna fi buyutikunna, tena mkae katika majumba yenu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, msijishaue. Tafsiri ya Sheikh Saleh Farsi, kama walivyokuwa wakijishaua watu wa zamani, zama za kijahili. Kwa maana nyingine, msijipambe sawa kama walivyokuwa wakijipamba wanawake wa kijahilia zamani. Munguvae nguo za sheria. Wa aqimna sala, msimamishe sala. Wa atina zaka, na mtoe zaka. Wa ati'na Allah wa rasula, mumtii Allah na mtume. Innama yuridu Allah, si vinginevyo Allah anachotaka, liyudhhiba ankum rijza ahlal bait, akusafisheni tu nyumba ya mtume. Yutahirukum tathira, akupeni tahara. Lakini wadhkurna ma yuthla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Kwa hiyo sala tunalotaka kuzungumza, walimu wa dini jitahidini sana. Tunajua wengi wanawake wanatushinda, lakini na sisi ni sosi tunajisahau. Alafu sisi hawa tusipokumbushana, wanasema ukimpata mtu anakuambia ukweli, Sheikh Saimu usimchukie, mpende, kwa sababu anayekuambia ukweli amekusaidia. Mimi hapa Uthman Michael ukinirembea na maneno, unanipuliza unanisifu, alafu nina makosa, wewe unipendi. Niambie, I tell you the truth. Nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. Juzi tulikuwa na Sheikh Almas, akahoji kwa nini Sheikh hizi Ijumaa tunakimbizana. Mwingine akaingiza maneno, Ijumaa iko hivi. Akasema Ijumaa ina heshima yake. Alafu akatumia neno, huyu ni shekhe wangu, lazima nimwambie ukweli. Japo nina dharura, ukweli hautupwi, yale ninayachukua na yafanyia kazi. Hii hoja huyu mzee ikoje? Hayo ndo mapenzi. Kwa sababu kaona si mwendo mwema, kuna dharura kweli au anajisahau. Hakuna alokamilika, mwenye takmili ni Allah tu. Sasa ukimwona mtu akikwambia ukweli, alafu wewe unanuna, wewe una kiburi, na utafika pabaya sana. Sasa wengi wanawake wanatushinda. Sasa lazima tusimame ngangari, kwa sababu siku ya kiyama watatufungulia mashtaka wanawake. Dini ya mwanamke inategemea mikono salama ya mwanaume. Muoneshe dini, na usione kwamba jambo la stara ni jambo dogo. Wallahi ni jambo kubwa sana kwa Allah. Wanawake tukiwaona walivyo, hifadhi za watu zinapotea. Ya reiti mngeona ile ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inaoshuka katika jicho la mwanaume ambaye amemtizama mwanamke ajanib. Madhara yake ni makubwa sana. Kwa hiyo mabinti zetu tuhakikishe stara. Sisi ndio tumepiga kelele, sisi ndio tumepiga makelele. Serikali iwape watoto wetu wa kike hijabu, wavae soksi. Tumepiga kelele kweli, tumekubalika. Hivi sasa vitoto vya Kiislamu vya kike vinavaa umbrella, huvioni hata matiti, mashallah. Lakini leo mashehe wake zao wako Insta vichwa wazi, yupo na kalkiti.
Alafu shekhe anaradi watu. Unaradi watu kitu gani wewe? Hiyo yenyewe ukipelekewa si radi tu hiyo. Haya matatizo. Huu mchezo wa kuigiza huu. Na haya maneno wallahi simlengi mtu. Kwanza sina tabia hiyo. Maana na kameramani nao itakiwa waradiwe. Kuna vipande wanavipenda, simlengi mtu, isipokuwa mimi ni mfalme njozi na Allah ananitumia kubainisha haki. Na ninaposema haki sitaki mtu anipende, nitaka anipende Allah. Sasa kama mimi ni mfalme njozi, jana nimefungua tu hizi aya za Mwenyezi Mungu, nilivyoziona nilianza kuwawashia moto wake zangu. Nilipowapa message hii nikasema hii inafaa sana. Nikienda Masjidi Islahi, msikiti watu wa Juhudi, nikazungumze kuhusu wake. Sasa hapa kwa sababu na saa hizi kapewa mtume, kivuli chake mashekhe, kwamba mashekhe tunajisahau. Na sisemi mimi hivi kwamba andokesha waweza wake zake, hapana ndugu zanguni, hapana. Isipokuwa mimi nitaka nikwambieni, mimi ni mtu wa tharika hivyo, na tharika ni safi sana. Na bwana mmoja ni rafiki yangu, ni mtu wa tharika. Unajua na sisi tuna mambo yetu. Basi namuona yule bwana msimamo wake, wanawake wavae stara. Nikamwambia wewe bwana wewe, haya mambo ya stara umesomea wapi? Na kati mashekhe wetu wenyewe sisi tunajua wake zao kanga tu, umepatia wapi? Basi kila mmoja akawa anamnongoneza mwenzie. Sasa mimi sisemi uongo, chachu na hamu ya kupata sunna kama hizi nilipotoka tablighi, nikapata kujitambua. Nikamtoa na mke wangu akajitambua, wallahi akajitambua. Nilipokwenda kule faida nilizozipata, kwanza sala sitaki inipite, dhikri sitaki inipite, sitaki kuacha sunna. Basi na familia imepata dini, na familia imepata dini. Haya mambo bila imani ni kutwanga maji. Hawa maansari hawa maansari, au tuongeze masalafu, wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hawa bwana wanatushinda kwenye stara ya wanawake. 99% hawa wake zao wana stara kuliko wetu. Hiyo ndo habari. Aya ni ngumu sana. Shekhe wa kisuna ukamkuta mke wake anaenda na kanga sokoni, hiyo never. Huyo sio mtu wa sunna. Na ile ndio sunna ya Mtume Muhammad. Kwa nini wao watushinde kuwaweza wanawake? Tumefahamiana vizuri? Lakini mimi nina bahati mbaya, nikiongeaga ukweli sana naradiwa. Naradiwa. Naam. Lakini sasa nitaka kusema kitu cha msingi, stara jamanini. Jana nilikuwa nakumbusha wake zangu jambo moja muhimu, wale ambao nilibahatika kwenda nao fi sabilillah. Tukiwa kule tumetoka Jamati Masturat, basi unakuta tunazungumza nao nyuma ya pazia. Yani wao wanaekewa pazia, wapo huko hatuwaoni. Na usuli wa wanawake ni mkubwa. Ukienda kuzungumza wanawake, mazungumzo yao yana pointi 5. Pointi ya kwanza kabisa unaambiwa usizungumze mambo ya kuchekesha ukiongea na wanawake, kusudi wasije wakacheka sauti zao tukazisikia mtihani. Angalia dini kubwa hii jamanini. Pili, usiongee mazungumzo makali wakalia mpaka zile sauti zikasikika. Tatu, usiongee mazungumzo ya fitna ukaonekana wewe ni shekhe sana, maana wale hawataki kujulikana nani leo kazungumza. Hawataki kuonekana shekhe fulani leo ndo kaja kuzungumza, watafitinika wale, haitakiwi. Wajue tu kuna shekhe kaongea na hata wamjui ni shekhe gani. Hiyo ndo dini hiyo. Halafu wao wenyewe sasa tunawaambia, jamani sogeeni karibu kwa mazungumzo. Tuko nyuma ya pazia. Mkiwa tayari mtapiga kofi au mtagonga mlango, basi utasikia pa, bwana wako tayari. Hakuna kusema tuko tayari. Dini kubwa. Na unakuta na kuthibitishia waliotengeneza taratibu hizo au wao waliokuwa kundini, unakuta hakuna hata mmoja alomaliza msahafu.
lakini hayo ndio maisha ya Mtume Muhammad. Dini sio kusema kutekeleza, hii ndio dini. Hii ndio dini. Dini majumbani. Kwa hiyo stara ni kitu muhimu kuliko maelezo. Wanawake wavae stara. Sasa sisi waumini wa kawaida tukianza kuwalingania wake zetu kujivalisha, usema huo uanswari wako usiniletee, mbona mke wa shekhe fulani yuko sawa tu. Na mara nyingine mke wa Sheikh Simon, nitakwambia kitu utacheka wewe. Kuna imamu wa maimamu shekhe. Mama yangu mzazi alinichekesha kweli kweli. Walienda wakasali naye mke wa imamu shekhe wa mkubwa kabisa. Walipokuwa wanasali tahiyatu, akatoa shahada at-tashahhud, yani ile shahada akatoa kidole hichi. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad. Mke wa shekhe huyo hajui dini. Kwa hili hatuwapi udhuru mashekhe, kwa sababu ndo walimu wetu. Hatuwapi udhuru kwa sababu kazi wanaoifanya mashekhe ni kubwa. Wamesomesha watu misikitini. Ukiona watu wanaadhini, kazi ya mashekhe ni kubwa kweli kweli. Kwa nini nyumbani isiwe? Na nyumbani tunataka mfano. Na leo ukifanya bahthi baadhi ya sehemu, unakuta watoto wa mashekhe wanavuta bange, wanakaba. Yani ukiambiwa siku za misiba, unakuta kuna shekhe tunaye. Siku ya msiba sasa mnahudhuria msiba wake, unaambiwa na huyu ni katika watoto wa shekhe. Ukitizama ile sura wanafanana kweli, lakini hajai kuja hata hudhuri pamoja na babake. Mnapokutana hata siku moja, na mkikutana naye check bobu kweli kweli, ana maeleni na manini. Mtoto wa shekhe huyu. Sasa pale ndo anaungana na mashekhe. Nataka mikeka, nataka miswala, nataka sadaka, nataka tuchinje, tufanye dua. Na yule babake tukimswalia anakaa nje, hakai ndani ya msikiti. Hata ile sala ya jeneza hajui. Babake ni shekhe, anaoshwa na wazee. Wanamuona tu aibu zake. Yeye hana anachojua. Haya, tunataka tumswalie babako, hata sala maiti hashiriki. Sura Fatiha haijui mtoto wa shekhe, anakaa kule nje. Tukienda kaburini haingii, hana anachojua. Anachojua tu kutoa machozi, mzee kaondoka. Lakini babako alikuwa shekhe, wewe ulikuwa nani? Sasa shekhe hawa wote anaamiliki, asishindwe na watu kama hawa. Watu kama hawa anawamiliki, wapo chini yake. Lakini pia na wakeze mashekhe. Alhamdulillah, si mashekhe wote, ni baadhi tena wachache. Lakini wengi wake zao wako sawa kabisa, wana mifano. Hasa nimeona kwa mfano Mombasa hii, unakuta kila mara nyingi shekhe na mke wake pia ni shekha vile vile. Nilikutana na shekhe mmoja ya Kimombasa. Kuna mama nimeitwa amepandisha majini nikamsomee. Nilipofika nikamkuta shekhe na mke wake wapo kazini wanasoma haya hatari. Mama anasoma hivi, shekhe anasoma hivi. Wako wanaojitahidi. Na haya kwa kumalizia, si kwamba mashekhe wanawashindwa wake zao, isipokuwa kuna udhaifu. Udhaifu unaotokea kuoa kuacha, kila siku ana mke mpya. Tupateni adhana. Kila siku shekhe ana mke mpya. Kwa hiyo hana hata muda wa kuwasomesha dini. Siku 2-3 kashaachika. Tupateni adhana inshallah. Na hakika si wote, wengi wako vizuri sana kusonda mashekhe wetu. Lakini wachache kabisa wanachafua jina la ushekhe, la ualimu, la ustadhi. Lakini pia ni muhimu tuwaharakishe wake zetu katika masala ya da'wa, kuwatoa makundini pia wakakaa sawa. Lakini pia tuwaombe Mungu sana. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wacha mashekhe, wako baadhi ya manabii pia wake zao walikataa zile dini kabisa. Daraballahu mathalan lilladhina amanu na lilladhina kafaru. Zote hizo zinaonesha mraata Nuhin wa mraata Lut kanata tahta abdaini
salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah. Hivyo mwisho qila dukhulan nara ma'a dakhilin, wake za mitume walias wakaenda motoni, lakini mitume wale walifanya juhudi kubwa, hawakubweteka, walingania. Lakini kuna ilani kutoka kwa Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hata mtu kama unampenda uwezi kumuongoza, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo anamuongoza amtakaye. Lakini na wewe ni juhudi gani umechukua? Usibweteke na ukazoea tu ile hali, hapana. Atakuponza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini atakuaibisha, lakini pia anaweza akakukhini kutokamana na uvaaji wake. Sasa lazima hakikatan tuishi kidini, tutabarikiwa sana. Watoto wetu, kuna mashetani wengi ndani ya majumba, TikTok, ma TV, vitu vingi vinashawishi kututoa katika control. Hasa zama hizi itakiwa kila mmoja asimame imara. Kuishughulikia familia si jambo la khiari, ni jambo la lazima. Na mtoto mmoja tu akikushinda itakiwa kichwa kikuume. Kwa nini huyu hataki kuelekea katika mstari? Lakini pia sawia na hayo, wako baadhi ya watu kakerwa na mke mpaka ataka kumwacha mke wake kwa sababu mke hataki kuswali. Wengi tumekutana na wao sana. Ukiona rijalu qawamuna ala nisa, wanaume wana haki ya kuwasimamia sana wanawake dini, lakini mwanamke yeye si jukumu lake kusimamia dini ya mume. Akimkumbusha ni ihsani tu, lakini hatakuwa masuuli. Lakini wewe mkeo kama anaenda hovyo, binti yako anaenda hovyo, wewe utakuwa masuula amama Allah bighairi tarjuman, mbele ya Mwenyezi Mungu pasi na tarjama. Inawezekana meseji ya leo imekuja kwa tofauti, na mara nyingi kitu hasa ukiwa nacho kinauma kama umekusudiwa, lakini maneno tu. Ukiona yana usawa yafanyie kazi, lakini ukiona hayana nidhamu na adabu, hebu niachie mwenyewe, kwa sababu na mimi nitahukumiwa na ikhlas. Kwa sababu tunavyoilingania dini, haturuhusi kulinganiana kwa kupaniana. Ukawapania wenzio ukawaona waovu kama Firauni, we mcha Mungu kama Musa, huo mtihani. Na mazungumzo ya dini hayafahamiki kwa hivyo. Ikiwa unazungumza kuwataki watu leo watanikoma, basi wale wenyewe fikra zinahama, wanasema ambao hawajaja msikitini kazi wanayo, yani wao hayawahusu. Na watu wa nje nao hawayapati, wakiasikia anasema humo ndani kazi wanayo. Lakini ukizungumzia kilma, lengo na kusudia kwanza nafsi yangu, familia yangu, wake zangu. Hii CD nyie mnaona nimekutengenezeni nyie, hapana. Wallahi haya maneno naongea kwa hisia, familia nyumbani, kwa sababu kila klipu ninaoitoa familia yangu wanafuatilia hatari mpaka zile comment. Kwa hiyo hii faida itaanza kwangu. Bwana alivyoongea, kwa sababu pengine nyumbani sikuongea kwa usiriazi huo, lakini kaliongelea msikitini, wenyewe wana hofu, tusimwangushe jamaa. Kwa hiyo naongea hivi, saa nyingine mazungumzo mkazo yafike nyumbani. Tena utamsikia mmoja, umesema vile kwa sababu uliniona hivi. Hiyo ndo faida. Kwa hiyo na wewe ukiona ujumbe huu umekupasua, haya maneno ya kweli, mshukuru Mwenyezi Mungu, yafanyie kazi. Lakini ukiona kijana yule hana adabu kanitafuta, utakuwa una matatizo, kwa sababu si usulubi za dawa tumejifunza muda mrefu sana. Hatupaniani, ni kuomba Mungu. Na maneno haya hayapiti hivi hivi, usiku tunayaamkia kumwomba Allah ipatikane taufiki watu waongoke kwayo. Lakini hizi aya hizi nilianza kusummarize jana nilipokuwa na familia yangu. Sasa zisikupe shida ukaanza kupekua hii aya yenyewe iko hivi, mafumu yake yako hivi. Wewe chukua ujumbe kama ulivyo. Unaona uko sawa,
basi ndio hii taawanu ala alkhairi, ndio kusaidiana katika khairi. Ukiona hayana usawa, basi tuvumiliane. Lakini dawa ilivyo, yule ambaye anatoa nasaha kuwaridhisha watu, zinawezekana zina unafiki ndani. Haitakiwi tuongee maneno ya dini kuchuma nyoyo za watu, kwamba watu wakikaa katika darasa kama hili watacheka. Haitakiwi ukimwona Sheikh Hamisi ana upungufu chapa, utakuwa umemsaidia. Hii ndio dawa inavyotakiwa. Lakini kupakana mafuta nyuma ya mgongo, na kati tunaona mashekhe tunaenda ovyo. Sheikh Omar, utaniambia nini we? Si tunaenda zetu maulidini, ukutatu wao wasali afu ni mashekhe. Kuna lugha gani ya kutumia zaidi ya kupasuliana tu? Liwalo na liwe, lazima tuchanane. Kuswali lazima. Sheikh mmoja asema, usinifananishe mimi na adhkari zangu. Wewe una adhkari kuliko mtume wewe? Mtume swala gani kakosa? Shekhe haswali. Mswali vipi? Tena hapo unakuta inatafsiriwa Riyadhu Swalihina au inatafsiriwa Qur'ani aya za moto, na watu hawaswali. Makosa. Hapo tunaongezea walimu wa madrasa ndo kabisa, japo si wote, lakini mimi naona huruma, mimi naona wivu. Sisemi kwa vibaya, ila naona wivu. Na mimi si ansari, mimi ni mtu wa tharika. Ni ngumu kumkuta ustadhi wa kiansari asali. Semeni ukweli jamani, semeni la Mungu haki. Ni ngumu sana kumkuta hasali tena kwa wakati. Wanaswali hao, tena wanaswali swala ndefu wao, hatari, na wanyui viduku. Mara ngapi bwana tunaona vyuo vyetu zinapigwa dufu muda wa sala. Dufu gani hizi bwana? Sala inaadhiniwa. Tena unakuta mara nyingine msikiti huu hapa chuo hicho zinapigwa twari hatari, na watu hawasali. Tunaangusha madhehebu yetu matukufu. Swala ni nuru. Wazee wetu hawajaacha sala. Mimi nakumbuka tulivyokuwa chuoni, tulikuwa tunapiga madufu. Shekhe letu alikuja kututandika chuo kizima muda wa sala, watu wanasali, sisi na magoma. Akaambia nendeni mkaswali, wengine wanavibukta. Tukaenda kuswali swala ya alasiri. Tulivyorukuu akasema subirini hapo, hakuna kuitidali. Akapitisha mikwaju pale, mwezi kuswali kwa uchungu. Basi imamu alikuwa anasikika anatusalisha huku analia, Allah, unasikia bakora mpaka tunamaliza kuswali. Anasema hii ndio swala yenu inofaa. Watu wanaswali, nyewe mnapiga madufu. Tena chuo kama hichi, ustadhi asiokuwa na msimamo wa swala, usimpeleke mtoto wako, anaenda kumharibu, na mtoto wako atakuwa tayari kuswala vile vile. Siishi hapo, pia ustadhi anayenyoa panki, usimpeleke mtoto wako. Naongeza tena, pia ustadhi mwenye tabia ya kuwapeleka watoto wa kike maulidini mpaka saa 6, muangalie kwa umakini sana. Unajua sisi saa nyingine ndio maana serikali inatunyima hata vibali vya zile hadhara ishasemwa saa 4 imeisha. Unajua serikali imeona mbali, kuna vitoto vidogo kesho viende shule. Sasa unakuta vitoto vyote vimesinzia maulidi saa 7 haijaisha. Hao vitoto vya kike. Jambo zuri mnaliharibu wenyewe. Sasa bora tuseme wenyewe kabla hatujasemewa. Lakini kazi ya maustadhi ni kubwa. Kuna vitu vya kurekebisha kidogo, tufike kwa Allah salama. Na shetani hawaachi, sababu ni watu wakubwa wameshika steringi. Lakini mimi kweli natembelea vyuo vya kiansari, unamkuta yule ustadhi anayesomesha pale ndo anasalisha msikitini. Tena sisi tumeenda dawa, tunakuta msikiti wa kiansari pale, unakuta alfajiri yule shekhe ndo anayesalisha, tena anatoka mbali, anasoma sura refu alfajiri. Bwana ana imani gani? Yani itikadi yao wamejengeshwa hivyo, swala hawaachi, wako madhubuti. Sisi tuko Dar es Salaam, hakuna baridi mchana, sala ikupite eti unapiga dufu. Lishakuwa haramu hiyo, shughuli ya kawaida tu.
Ukiwa imeingia sala, basi ile shughuli yako ishakuwa haramu. Nenda katekeleze mnadi wa Allah, acha kila kitu, swala na wewe. Huo ni msingi muhimu sana. Sala ni kitu muhimu, sala ni kitu muhimu, lakini pia na familia zetu. Sasa la mwisho, ikiwa wewe ustazi sala huziswali, mke wako anasalije? Kwa mfano wewe huswali, mkeo anasali vipi? Kanzu utaki, mkeo anajistiri vipi? Kwa hiyo tumuombe Allah tusaidie sote kwa pamoja. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.